Na ikiwa ni tarehe 10 za mwezi wa 3 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu ya saa 6 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni Baraka1 TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Na ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata habari zetu za moto kila wakati. Ndugu zangu, leo katika habari zetu na uchambuzi ni kuhusiana na jinsi makundi ya wazalendo, feki wazalendo na wale wasaliti wote wanaanza kujitokeza, wanaanza kuonekana. Tunasema kila siku kwamba hii vita itakwenda kutupatia sura ya wanane ambao tulikuwa tuko nao wa vrai patriote, wa vrai congolais, na wanane ambao pia walikuwa ni wasaliti. Nilizungumzaga hivi kwa upande wa Kivu ya Kusini, nikasema katika kundi la wazalendo kuna makundi mengine ambayo yanatumika kwa upande kuwasaidia M23, ni wasaliti. Na pia upande wa Nord Kivu ni hivyo. Kama vita ya Nord Kivu ilifikia mwiki wangu, kumbe walikuwa wanaenda kupigana lakini hawakuwa wanapigana committed. Na ndio maana unaona avance ya M23 ilikuwa iko mingi, franga zilitumika mingi sana kwa wazalendo na wakaamua kusaliti nchi. Hivi sasa ndio wanakuja kuanza kujitangaza. Na bravura pia ya baadhi ya wazalendo ambao walijimanifeste na kudemantir baadhi ya information ziko zinakuja kusema kwamba kusa IPLC na kundi zingine VDP wao kabisa wamedemantir awako muavantiri ya General Kabido. General Kabido depuis mwanzo walikuwa wanaonekana tu kwamba ni mtu mmoja wa ovyo sana, licha ya baadhi ya vitu yenye alikuwa anafanya. Antuka mpaka mimi na mregrete General Kabido, antuka na mregrete sana. Ni mtu ambaye nilikuwa nafikiria naweza kawa mtu wa maana na anaweza kufanya kazi kubwa, kazi nzuri, lakini kazi yenye anakuja kuonyesha inakuwa sio kazi ya kusema kwamba tuipigie mikono. So big up sana kwa wazalendo wote ambao wana resiste na ambao bado wako wanaendelea. Na pia tutazungumzia tu kuhusiana na swala la M23, jinsi walivyofanya kujifanya kama wanatoka kama nyola, wanaenda kuvaa teni za jeshi la Burundi, teni za wazalendo, wanaanza kupanda milima ya juu, lakini RDF mbona mtaisha huku? Unaona, yani haya mambo makubwa mawili ndo tutagusia, na la tatu pia tutajadiliana kuhusiana na Kinshasa, jinsi Marekani iko tayari kuisaidia RDC, lakini kuko makondisio zenye ziko pale. Kondisio kwanza, kwanza Marekani ikue inakula 70%. Kondisio ya pili, ifoma kampuni za Marekani zote ziweze kuingia nchini na ziweze kuwa privilege kuexploite maminere, kufanya kazi jinsi wanataka. Kondisio ya tatu, base militaire ya USA ikuwe kwa Kongo. Kondisio ya 4 na ya mwisho, ba refugee Rwanda, Banyamulenge bakwe rekoni kama ba Kongole. Sasa Felix hapa kazi anayo. Na fake hiyo itafanya changement ya katiba haitakuwa. Tujue sasa hapa nchi tunaenda wapi. Naam, karibu sana ndugu zangu. Kuna members ambao wameweza kujiunga na Baraka1 TV kupitia YouTube. Nafikiri kuna nafasi pale ya members ili kujiunga kuwa mambre, kuwa mambre wa Baraka1 TV. Na mambre wetu tuko na dekalite ya mambre, kwa mambre wa class A na class B. Kila mambre wa class A anakuwa kunachangia $15 kila mwisho wa mwezi, na mambre wa class B anakuwa kunachangia $10 kila mwisho wa mwezi. So na hivyo ni kuingia tu kwa hapo kwa YouTube, hapo kuna nafasi kunaandikwa members, unaingia pale na unaweza kuwa directement unajadili mambre, na kuko ma processes pale zenye uko unaona ili kuweza kuwa nachangia
kuwa unachangia mchango wako kama vile mambre wa Baraka One TV. Tuko tayari na Jira Mix Bienfait, tuko na Hussein Matambo, tupo na Alexis Jean Pierre, tuko na Elizabeth Mawazo, tuko na Salvador Idi, tuko na Mapendo Elias. Na ni jambo ambalo pia linatupa, kuna mambo mengine pia yameingia jana juzi. Ngoja nimcheki hapo ni hao wote ni members ambao wako wanakuwa pamoja na Baraka One TV, na hichi kitengo ni kitengo ambacho kinakupa access kubwa ya kuweza kuwa na share na kupata info kwa wakati ambao unakuwa uko mwafaka kabisa. Pia kuna Alenga Esobe pia ameweza kujoin, na kuna Ebengo Berna, hao wote pia wameweza kujoin kuwa members wa Baraka One TV. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni swala la muhimu sana kwa ajili ya kuweza kuisupport B1 TV izidi kusonga mbele. Na tuna pia group la WhatsApp la Baraka One TV supporters class A, na kama unaingia ndani ya Baraka One TV supporters class A unaweza kuniandikia, unaniambia tu bwana, mimi nataka niingie Baraka One TV class A ama class B, so na kujoin kwa hiyo group. Na huko ndani kuna link ambayo itakuwezesha ili kuwa nachangia. Kuna njia mbili, njia ya simu ama njia ya bank, yote inawezekana. Na pia tunashukuru sana kwa ombi letu la kuweza kununua mixer pamoja na laptop kwa ile $300. Tayari tumekwisha kupata ahadi, na katika ahadi hizo tutakwenda kuangalia ngapi ambazo tumezikusanya, ambazo zitatusaidia kuweza kununua hivi ambavyo tuna mahitaji, na kisha nitakuja kuwaambia tumekusanya ngapi, na mambo mengine tutafanya jinsi inavyostahili. Asante sana kwa ushirikiano wenu, maana imekuwa ni jambo la maana sana. Hili litatufanya tuzidi kusonga mbele zaidi pamoja na zaidi. Tunashukuru sana kwa hilo. Jambo jingine pia, namuona Simwe Baguma Samuel yuko Czech Republic na Makia Afrika Kusini, Ankis Kandeza yuko UK, Da Feza yuko UK, Biondo Kilamba Mawe yuko Seda Rapids yuko USA, Daletesha yuko USA, mzee wa state ya Maine yuko USA, Mohamed Rajao Papi yuko USA, yuko Afrika Kusini, Jacques Bahati Colombia Missouri USA, Jedone Butoto big up sana bro yuko Michigan USA, Kiza Salum USA, Mashaka Yamba yuko Krono USA, Manuel Mangombe Elisha Nairobi Kenya, Hassan Ramadhan wote hawa wakiwa USA na wako nazidi kuifuatilia Baraka One TV. Ndugu zangu, mambo yanakuwa ni magumu sana, na sio magumu, lakini ni sura ambayo inakwenda kutupatia ukurasa mpya wa kujua ni nani ambaye tuko naye na nani ambaye hatupo naye. Na bila kusahau kwamba operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na operation hii tutakwenda kuizindua huu mwezi. Kwa hivyo ndugu zangu, yote ambaye anajua kwamba hajashiriki, unaweza kutumia nafasi hii pia kuweza kushiriki ndani ya operation hii Saidia Muzalendo. Namba za B1 TV ziko hapo, tumia hizo namba na hivyo utaweza kuwasiliana moja kwa moja na team staff ya Baraka One TV. Tukianza na hili swala la usaliti kwanza. Maana hili swala kwangu mimi sio swala ngeni. Sio ngeni, na kama mtakuwa mnanikubali, nilikuwa niko naongea hivi mara kwa mara. Sawa, nasema katika wazalendo kuna wale real wazalendo na kuna fake wazalendo. Na fake wazalendo wako na makomportemazi moja zenye iko na afishe aziko hata za kuonekana. Ushelewa. Na hivi sasa pia
tukazungumzia kwamba hii vita itatupatia sura mbili. Tutakuja kuona wanani ambao tuko nao sawa sawa na wanani ambao ni wasaliti. Lakini kwa bahati nzuri sasa, kuanzia kwa upande wa wanasiasa, kuanzia kwa upande wa wapiganaji, kuanzia kwa upande wa raia wa kawaida, tunajua ni wanani ambao wako pro nani na wanani wako pro nani. Hapa nikigusia kwanza kwa upande wa wanasiasa. Unajua makundi mengi ya wazalendo yako yanasimamiwa na wanasiasa. Yalikuwa created na wanasiasa. Na hao wanasiasa wako Kinshasa. Na hao wanasiasa wako wanacheza WG. Kwenye mwanasiasa mkubwa wao ategemea, unakuta na wao pia wazalendo, wale fake wazalendo wanaegemea kule. Hapa nachukulia mfano wa General Kabido. Kabido alikuwa mmoja kati ya majenerali ambao tulikuwa tunategemea kwamba angeweza kufanya kazi nzuri Nord Kivu. Lakini vita Nord Kivu iliwakujia ngumu. Iliwashindwa kwa sababu gani? Walikuwa wana vivre ma trahison kati ya wao kwa wao. Kuanzia FRDC, kuanzia na wao pia ni wazalendo, walikuwa wanakuja wajikuta kwamba kila mtu iko na mainteret zake. Habana interet commun. Habana interet moja. Everyone has his own interest. Ndio unakuta kwamba huyu anaenda huku, huyu huku. So we don't know. We don't know nani mwenye iko supposed kupambana for real. So but right now tunakwenda tunawajua kwamba tel ni tretre, tel ni tretre. Thanks God for this. Mara mingi nasemaga this world imeweza kutuletea challenges ambazo tunakwenda kujuana. Tunakwenda kuonana sura kwa sura kwamba this one alikuwa yuko hivi and this one alikuwa yuko hivi. So haitatuumiza sana, lakini itatupa pia concentration ambayo kesho yake tutakwenda kujisikiza. Kuna watu ambao wanaweza waka blame, kwa nini una play nani adesio hapa tu mu RC mu FC mu M23 adui uwezo. No, siku zote ili kuweza kujua mipango ya adui wako inabidi umsikilize. Umsikilize anasema nini, anafanya nini. Sasa unamsikiliza ndio unapataga na wewe idea ya kumtarget. Ushelewa? Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba kwa sababu yeye amejadili ndio tusizungumze. Kuna watu wanataksi kwa ile, no, lazima tuzungumze kwamba kuna makundi fulani ya wazalendo wamekwenda kujiunga na magaidi wa M23. Na pia kuna makundi mengine ya wazalendo ambao wao wamedemantire ile, kwa sababu hawa kina Kabido waliweza kuseleksionia makundi mingi. Coalition fulani IPC nani VDP na wengine kwamba hao wote wako muile avantire yao. Sasa VDP wamedemantir, IPLC pia wamedemantir, Maimai Kifofua pia wamedemantir kwamba wao hawako pamoja na kina Kabido. Sasa kabla ya yote kwanza tutasikiliza adhesion ya kina Kabido. Alafu tusikiliza sasa jinsi wazalendo wengine wamekataa kwamba hawako pamoja na hawa watu. Kisha ndo nije sasa nikazie hapa. Huko tungali upande wa Kivu ya kaskazini. Tuje tukazie kwa upande wa Kivu ya kusini. Kivu ya kusini nako tunajua. Najua tayari kuna makundi pale ya wazalendo vile vile yenye ya kupande wa M23. De la résistance, FCR en sigle, bureau politique. Déclaration politique numéro 002, bar FCR, bar BP, bar 2025, portant adhésion du FCR à l'Alliance Fleuve Congo, bar M23. Nous, leaders, membres fondateurs du Front commun de la résistance, FCR en sigle, basé dans le nord et le sud Kivu, vu la mauvaise gestion du pays par le régime de Kinshasa, caractérisé par des promesses non tenues, le détournement, la dislocation de l'unité et la cohésion nationale, les violations des droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme,
Vu la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, considérant la situation sombre de la politique actuelle de la République démocratique du Congo, dont les gouvernants de l'Est et les gouvernés mourir dans plusieurs entités du pays, notamment Beni, Lubero dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Ituri, suite aux exactions des ADF MTN et les FDLR dans le Rutshuru, considérant la mauvaise volonté des autorités du pays de ne pas prendre en compte les multiples sacrifices des groupes d'autodéfense en leur privant la logistique pour une défense de l'intégrité du pays, prenant en compte le comportement d'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo-Bar M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous afin de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC-R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. République démocratique du Congo, Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC en sigle. Déclaration officielle. Nous, membres du mouvement politico-militaire Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC en sigle, sommes très déterminés et très engagés à défendre notre chère patrie conformément aux lois de la République. Pour rappel, l'UPLC est le mouvement politico-militaire qui reste les pilotes pour avoir adhéré à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en date du 14 mars 2019 que nous avons été installés à Kalunguta par le gouvernement congolais et jusqu'à nos jours, nous sommes fidèles. En outre, nous combattons contre l'ADF NALU depuis 2016 et M23 depuis 2022 jusqu'à nos jours. Réitérons notre dévouement et loyauté envers les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. C'est pour cette raison que nous confirmons à l'opinion publique que tout message qui peut faire croire à la population que nous serions aussi du côté de l'ennemi, qu'il s'agit de la manipulation. L'Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC, est toujours disponible
à servir la nation congolaise. Eu égard à ce qui possède, nous rejetons l'appel du Front commun de la résistance FCR en sigle, sous le leadership du FPP-AP de Kabido, à appeler les autres groupes d'autodéfense d'intégrer l'AFC-M23 RDF. C'est pour cette raison que nous condamnons le comportement de tous les bandits qui se cachaient derrière la synergie de Wazalendo Front Grand Nord dont nous faisons partie. À partir d'aujourd'hui, ils sont aussi déclarés des parias et seront traités de la même manière que les égorgeurs ADF et M23 RDF. L'Union des patriotes pour la libération du Congo, UPLC, appelle tous les Wazalendo de la synergie à la cohésion et l'unité et continuer à suivre les instructions de notre armée loyaliste FARDC conformément à notre acte d'engagement. Que vive l'Union des patriotes pour la libération du Congo, que vive l'armée loyaliste FARDC, que vive la nation congolaise. Fête à Kalunguta le 9 mars 2025, signé par Kambale Mayani Germain, général-major, commandant UPLC. Lu par Bouraïra Mouindo Antoine, colonel cellule de communication. Quel est le nom de notre mouvement politico-militaire? Maïmaï Kifuafua est entendu dans leur fameux communiqué numéro 00/FCR/PP 17 mars 2025 que nous rejetons en bloc. Le Maïmaï Kifuafua, c'est un ancien mouvement politico-militaire créé le 15 mars 1995 en territoire de Walikale dans le but de lutter contre toute agression étrangère en protégeant la population et ses biens. Citer Maïmaï Kifuafua dans cette médiocrité et clientélisme du FPP-AP du général Kabidon, c'est vouloir ternir l'image de notre mouvement qui milite pour la défense de la patrie congolaise et qui soutient toutes les institutions légalement établies. Nous sommes déterminés et restons loyaux d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de mettre hors d'état de nuire les M23 AFC. La fameuse déclaration infondée du général Kabido contre son peuple, c'est une haute trahison et une façon de se moquer contre les sangs de milliers de nos compatriotes congolais tués par ces agresseurs rwandais. Le Maïmaï Kifuafua lance un appel solennel à notre compatriote, le général Kabido et ses compagnons, de revenir à la raison et de ne pas oser à tourner les canaux contre sa propre population. Demandons à d'autres compatriotes Wazalendo partout où ils sont de ne pas céder aux sollicitations et manipulations des ennemis de la population congolaise. Quoi qu'il arrive, notre devise reste et restera ne jamais trahir le Congo. Fête à Hombo le 9 mars 2025. Shukuru Boulenda Lik, général-major, commandant mouvement Maïmaï Kifuafua, et c'est le porte-parole qui lit le communiqué. Officiel des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. À l'occasion de l'adhésion du FCR/FPP de M. Cassiano Kabido à l'Alliance Fleuve Congo M23/Rwanda, les commandements des volontaires pour la défense de la patrie voudraient éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale, ce qui suit. 1. L'adhésion de M. Kabido et sa bande à l'idéologie du Rwanda n'est pas pour nous une surprise, car leur président du mouvement, M. Désiré Ngabo Kisuba, avait déjà franchi le premier pas dans cette adhésion-là. 2. Le vrai patriote résistant,
volontaires pour la défense de la patrie, avaient déjà alerté sur l'appartenance de ce messieurs et toutes leurs bandes à la coalition du mal, soutenue par le Rwanda. Tous les volontaires pour la défense de la patrie du Grand Nord ne partagent pas l'idéologie de M. Kabido. Ceci s'explique par le fait que 1. M. Kambale Kassiano Di Kabido n'est pas soutenu par tous les VDP. 2. M. Désiré Ngabo Kisuba ainsi que M. Mapenzi Lukue Di Mike ne sont pas soutenus par les VDP. Les commandements des volontaires pour la défense de la patrie, dirigés par le lieutenant-général Guidon Chimirai Mouissa, voudraient apporter à l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. M. Kabido et son FCR sont seuls et n'ont jamais été soutenus par les volontaires pour la défense de la patrie. 2. Tous les patriotes volontaires pour la défense de la patrie sont rangés derrière l'idéologie du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et n'ont jamais abandonné leur bonne volonté de soutenir la patrie. 3. Le vrai VDP ne céderont jamais, ni à la manipulation, moins encore à la sollicitation de l'ennemi, car la RDC restera une et indivisible et toujours protégée par ses filles et fils. Nous demandons à cet effet à toute la population de rester vigilante et continuer à soutenir les VDP ainsi que les FARDC. Nous encourageons la position du chef de l'État, commandant suprême, de ne jamais négocier avec les terroristes, ne jamais trahir le Congo, la patrie ou rien. Faites à Pinga le 9 mars 2025, signé le lieutenant-général Guido Chimirai Mouissa, que je représente en tant que porte-parole. Merci. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nafikiri baada ya kuweza kusikiliza pande zote nataka nigusie hili swala. Unajua watu wako wanafanya avantiri moja ya kitoto sana. Hii ni avantiri ya kitoto sana, yenyewe haitaenda hata fasi. Haitaenda fasi. Avec situation yetu tuko nayo sasa hivi. Sawa, tuko msosio moja yenye FRDC, wazalendo, vile wazalendo pamoja na serikali. Tuko mu position ya resite. Mimi nashangaa sasa hivi huko unatoka wakati vitu vinataa hivyo, unayotoka unaenda kuonana na adui. Mambo yanataka kukaa vizuri, wewe unatoka unaenda kuonana na adui. Unatafuta kitu gani? Unaenda kutafuta nini wakati mambo yanataka kuiva? Ile ni spirit ya ushetani. Mtu alikuwa yuko na spirit ya ushetani, yani yeye ni shetani tu obvious. Hatafai nini hawezi kuchange. Ni shetani na anabakia kuwa na ile spirit ya shetani ndani yake. Na ndio maana unakuta kwamba sasa hivi wale ambao tulikuwa tunategemea wangeweza kutetea taifa, tulikuwa tunaona ni watu wa maana, ndio wanatoka wanaenda kuona kukumbana kuungana na adui. Adui muda wote iko naenda. Hata bakia muda wote ndugu zangu, bila kudanganyana, adui yuko naondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mikoa yote ambayo ilikuwa iko chini yao wataondoka. Licha kwa sasa hivi wako wanafanya sambla moya, lakini kutokana na diplomasia ambayo imeweza kutengenezwa, ambayo imechezwa hapa, 100% ndugu zangu, adui yuko naondoka. Sasa hawa wazalendo ambao wamekwenda kujiunga na maadui ni sawa na kupoteza muda wao bure, kupoteza imani yao bure kwa Wakongomani, na kujiweka pia katika hatari kubwa sana na Wakongomani. Kisha kesho ndo watu waanze kuja kulaumiana. Kesho tuanze kuleteana lawama.
Kesho tuanze kusema oh ni mtoto wa shangazi, ni mtoto wa mjomba, ni mtoto wa nani. Hiyo haitakubalika. Adui traitor ni traitor siku zote. Mtu ukiwa ni msaliti, jua wewe ni msaliti na hauna nafasi ndani ya jamii. Wasaliti siku zote malipo yao yanajulikana ni yapi. Hakuna haja ya kukaa na msaliti meza moja. Hakuna haja ya kuzungumza ya kushare na msaliti. Hawa ni wakutenga, ni wakutupa mbali kabisa. Kupitia mambo haya yote ambayo yameweza kufanyika, raia wa Kongo wa Sud Kivu na Nord Kivu wanahitajika kuweza kushirikiana, kukaa kwa pamoja na kuto kupanic. Sababu hili swala la baadhi ya wazalendo kuanza kujiondoa ili itafanya watu wa panic, lakini ni kweli nawaambia kutoka mwanzo. Sawa, ni jambo ambalo tulikuwa tunalijua na tunamwambia kwamba katikati yetu kuna kondoo na kuna chui. Sawa, kuna chui ambao wanajivika ngozi za kondoo, lakini tuko nao na tunajua. Kwa hiyo wakija kujitoa lisiwashangaze sana. Msishangae, msijiulize maswali jomba, kumbe wale chui walikuwa wanavaa ngozi za kondoo ndo hawa sasa. Tayari ushajua kwamba wako na wakitoka unawaona tu hivyo na ni kujitenga nao. So hilo ni jambo la maana sana. Jambo jingine la pili ni kuhusiana na uzalendo wa Kivu ya Kusini. Kivu ya Kusini pia tuna wengine vile vile ambao wanavaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Wako ndani. Sitaji nianze kuwataja majina sasa hivi, lakini jinsi hao wa Nord Kivu wamekwisha kujitoa huku nako, muda si mrefu utasikia na wao wanaanza kujitoa. Kwa nini watajitoa? Hadi sasa hivi wako wanashindwa kujitoa kwa sababu Uvira, Fizi bado viko mikono ya wazalendo. Hii inapelekea kwamba wanajiuliza tutaanzia wapi? Unaona, tutaanzia wapi? Sababu wakijitoa sasa hivi wanakwenda kumalizika. Unaona kuna pesa mingi ilitumika. Pesa nyingi ilitumika. Na kitu moja nitawaambia tena. Nyinyi mko mnafanya mavantiri ya kujitoa wazalendo na kuungana na M23. Wakati bapatro wote ya M23 kuanzia Joseph Kabila, kuanzia Kagame, kuanzia ba Occidental, wote basha sema M23 ijiretire Mkongo. Unaona bwana? Sasa sijui kama nyinyi mtaenda kujiunga na nani. Politiki iko aferi nyingine. Biko na badanganya politiki yenye amuelewe. Wazalendo. Fake wazalendo. Unaingia politiki yenye amuelewe. Na kwa sababu plipari ya bandugu yetu hawana elimu ya kutosha, ndio maana unakuta politiki kwao ni ngumu. Biko na kuwa manipuli na ba politiciens benye wanafanya kuwa ba president ma mouvement yao, ba manipuli yes kwamba habana ma responsabilité ya kufanya. Ça c'est un danger. C'est un danger qui est pur. Kwa hiyo kama unajua kwamba pia na wewe ni mzalendo wa Kivu ya Kusini na uko traitor, vomi uanze kujitoa mapema. Sababu kenye Kivu kinakuya huku nyuma ni kikubwa sana. Akitaacha mtu, kimbunga yenye iko nakuya ni kubwa. Na ukiachana na hili swala, tuzungumzie swala la magaidi wa M23 kuweza kujiondoa kama nyola na kufanya kama wanatoka kama nyola, wanaacha wazi. Unajua kama nyola na Katogota pale kuna zone inaitwa, sisi tunaita zone noire. Hawa magaidi ambao wako upande wa Kamanyola, hawako wanaona upande wa Katogota. Yaani wakifika pale kumtoni pale ukilalo, hawako wanakuta kilalo, wako wanakuta tu ni mai ya mingi. Sasa wanasema tutavuka. So ifo kutafuta njia ya kudeborde ya milima, na njia ya milima yenye biko natafuta biko najikuta kama kule kote biko naenda angukia muambiskade za wazalendo. Sasa hivi wanashanje strategy, wanasema waanze kuvaa teni za majeshi ya Burundi. Sasa tunajua ile zone ya ile kote ya kule yote ni wasoda wa Burundi. Ba M23 na ba terrorist, ba RDF. Sasa mtakiwa mnavala teni za Burundi kutokea wapi Nyangezi? Na wakati Nyangezi tunajua nyinyi ndio mko kule.
mtakia na teni za wazalendo kutokea Bukavu, kutokea Nyangezi, kutokea wapi kule, wakati tunajua nyinyi ndio mko kule. Kwa hiyo walitumia hii mipango, hii strategy ili kuweza kuwapumbaza watu kwamba tunatoka Kamanyola, tunaenda c'est vrai, ni kweli na ni halali na iko hivyo kwa wao kujiretire Kamanyola na kujiretire mu matete zote zenye banakamata. Biko nataka baache banafanya strategy zimoya za kumaliza watu. Mipango yao ya kumaliza watu. So unakuta wanajifanya kutoka, wanaenda vaa teni. Biko na teni za FRDC za mupya zenye wako wanavaa. Wako wanavaa teni za mupya za FNDB, Force Nationale de Défense Burundaise. Wako wanavaa mateni za VDP wazalendo. Ndio hizo washanza kuvaa live. Unaona? Sasa wanakuja hivyo, wanataka wajiinfiltrate. Juu wamekwisha kushindwa. Wameshindwa kutumia njia zote ambazo wanaweza kupita, na hivyo wanaamua kuanza kutumia mbinu kama hizi juu wa penetrate, waingie Uvira pamoja na Fizi, lakini all in all ni kwamba bado njia iko ngumu kwao. Mmoja kati ya watu wetu ambao tuko naye maeneo ya Burale, maeneo ya Bahungu na sehemu zote hizo, Nyangezi, kote ambako wako wanapita. Unajua Baraka1 TV ni kubwa na iko kila sehemu, na tuko na watu kila sehemu. So tunapata habari za wakati kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So wako wanatumia milima, wanapita njia ya milima ili waweze kudevia kushukia mawapi kule makoteza za maplene na ngambo za plane kule ili waweze kushuka. Lakini yote hii kutokana na habari ambazo zinafanyika, mipango ambayo iko inafanyika ya wazalendo wa kweli, hapa nazungumzia wazalendo patriot, wako wanawapiga sana kule. Kwa hiyo wanapoteza watu wengi mno. Mara mingi nawaambia kwamba hii tronso ya Uvira Fizi, hawa jamaa kusema kwamba wa perse hapa, wavuke hapa, wataenda kule wakiwa watu wawili. Wataenda kule, watapita Uvira wakiwa wako watu wawili. Tunarudia ule mchezo wa wakati ya AFDL. Gisi walikuwa wanafanya, wanatoka Uvira sema wanaenda Fizi, unakuta wanaenda kamio 6 zinarudia 2, na hizo 2 zikirudia hazitarudia na watu, zinarudia tu na bibembe. Huko unaona damu kwenye kukamio gisi kuna mwangika, unasema voila. Prince tena wanatuma zingine 6 tena zinarudia 2. Après tu wanatuma zingine 10 zinarudia 2. Unaona, mpaka ikabidi kunegosie. Unaona, ndio hii yenye biko na banaenda kufero fast sasa hivi. So mambo yanakuwa iko ni magumu sana. Kikubwa tu ni kwamba raia wanatakiwa waweze kutulia. Wakongomani tulieni na acheni panic. Panic ni jambo moja la hatari sana, na linasababisha watu kuweza kushindwa kufanya jambo la maana na kuanza kutupiana habari ambazo haziko, habari za uongo. Unaona, kitu kingine pia ambacho niko nataka pia kuwa na kazia sana ni kuhusu hizi media zingine ambazo mko mnazisikiliza. Media, mtu hana source ya habari, hana taarifa ambayo iko, ni just tu alipata kiodio chake, anakikamata na anakipachika pale, na basi mtu anakuambia Bukavu tombe, Bukavu iko mikono, wazalendo wanaingia Bukavu, unangaa wanamchoma moto, unangaa nakufa. Hiyo habari ulitoa wapi? Kisha mtu unaingia tu unaangalia and then unanitumia ile link. Jamani ndugu zangu. Kwa hiyo hizo habari ndio ziko zinawatia pressure. Tulizeni pressure. Tulizeni mioyo yenu. Shughuli bado inaendelea. Tunaendelea kufanya kile ambacho tunaweza kadiri tuwezavyo ili kuweza kusaidia taifa hili. Ili taifa ni la kwetu.
Sasa watu wako wanakritikia utawala wa Kisekedi unashindwa, Kisekedi anashindwa, anauza nchi. Hapa hatuko hapa juu ya Kisekedi. Unaona, hatupo hapa juu ya Kisekedi. Kila siku niko nawaambia hivi. We are not here because of Kisekedi. We are here because of our land. We are fighting for our rights, for our children, for our women, our everything. That's why we are fighting. We are not fighting for Kisekedi. Nobody is fighting for Kisekedi. Hakuna mtu anapigana juu ya Kisekedi. Tuko tunapigana juu ya taifa, juu ya nchi yetu. Na mkiachana na hili, nilisema pia tutagusia juu ya mkataba ambao unatarajiwa kwenda kufanyika kati ya DRC pamoja na Marekani. Rais Felix anahitajika kufika Marekani mwezi wa 4. Atapokelewa USA mwezi wa 4 kwa habari ambazo tushazipata tayari. Tushajua nini ambacho watakwenda kufanya kule. Ni mikataba ambayo rais anatakiwa aende kuyasaini. Rais anatakiwa kwenda kusaini mikataba, anatakiwa kwenda kusikilizana, kukubaliana na Trump pamoja na utawala wake kwa ajili ya protection. Na hii protection ambayo Kongo itahitaji ili isivamiwage tena na nchi kama Rwanda, jinsi kunakuwa supported na Wafaransa na nchi zingine, Uganda pamoja na nchi zingine. Kwa hiyo kwenda kwake Marekani itakuwa ni kwenda kukubali, kwa sababu Swazi kama Felix iko na point ya kudiskite. Swazi sababu ni rais wetu, ndio ni rais wetu, lakini ni rais ambaye haiko firme sana. Kwa hiyo katika vitu ambavyo atatakiwa kwenda kuvikubali ni kuruhusu makampuni ya Marekani kufanya kazi humu ndani kwa asilimia kubwa, ni kutoa pasenti 70 kwa nchi ya Marekani, ni kukubali base military ya US iweze kuwa installe Mkongo, ni kukubali wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanaitwa Wanyamulenge kuweza kuremain kwa Mkongo. Ndio wao kubaki Mkongo, c'est tout à fait, mais watabakia mustati gani? Unaona? Mustati gani? Donc hivi ndio vitu ambavyo yeye anaenda kuvisaini. Na kubwa mbaya kuliko yote sasa ni kwamba ile katiba tena haitabadilishwa. Endapo atakubali hivi, ndio katiba haitabadilishwa. Na katiba yetu inastahili kubadilishwa. Kuna vipengele vibovu sana ambavyo haviwezi kubaki. Sasa hatujui hapa sisi kama waandishi wa habari, raia nyinyi mnafikiriaje? Jana niliwauliza, raia mnafikiriaje juu ya hili swala? Niliwaambia tu kidogo, sikugusa details nyingi kama hizo. Mnafikiriaje juu ya hili swala? Tuanze na Wanyamulenge kwanza, kuishi Mkongo na wakue wajulikane kama ni raia kabisa wa Kongo. Na tunajua historia yao imetoka wapi. Marekani wao kule wana historia yao. Ukiwa uko mgeni, sawa, licha kwamba utakuwa na uraia wa Marekani, lakini still watu uko mgeni. Na kuna vitu ambavyo hawezi kufanya. Na wako wanazidi kutia chachu. Na ile ya baadhi ya Wanyamulenge kuanza kugeuka kuja upande wetu na kusema kwamba wanatutetea, kwamba wanafia Kongo. Of course sawa, watu wote wako sawa, lakini ni nini ambacho kinafanyika ili kuweza kuimarisha mambo yakae sawa? Unaona, kwa mfano hapo nikichukulia kifo cha Makanika aliuliwa na nani? Aliuliwa na Wanyarwanda. Sasa Rwanda ndio ilimuua Makanika. Lakini ile msalaba ya Makanika wako wanaitupia nani? Serikali ya DRC. Wanyamulenge hawaelewi. Wako nasema kwamba Makanika aliuliwa na nani? Na FARDC. Wakati mwenye alimuua Makanika ni Paul Kagame kupitia James Kabarebe, kupitia Corneille Nangaa, kupitia Sematama mwenye mko naye. Mwile renew yenye walikuwa viko ndani, Sematama alikuwa shajua. Aliambiwa Sematama yeye asiparticipate mwile renew atoke.
No, na ndio maana drone ilikuwa juu kwenye baofisi wote wanakutana pale, ni lazima Sematama naye angekuwa ndani. Lakini yeye alikuwa pembeni. Kwa hiyo Sematama ndio alimsaliti makanika. Na kwa nini makanika walimua? Ni kwa sababu makanika yeye licha kwamba M23 ilikuwa ina declare que Twigwane biko M23, makanika alikuwa bado hajaongea officiellement kuwa ndani ya M23. Lakini sasa venons voir après tout comme descendre 2 jours après Sematama akadeclare kwamba M23 makanika nini Twigwane yuko mu M23. Unaona ile pale. Donc maana hii ni kwamba makanika kwa upande mmoja alikuwa iko na ideolojia kinyingine tofauti na M23. Sasa aha. No, kwa hiyo ndo unakuta kwamba vitu kama hivi viko vinaenda kwa hivyo. So hii mix inabidi tubadilishe. Lakini nafikiri muda si mrefu tutakwenda kubadilisha, maana kwa hali yenye tu tunaona mafazo Beyond TV watarepondre kwa kiwango kikubwa ili tuweze kununua mix nyingine, maana hii kwa hali ambayo tunaenda nayo itatoboa masikio. Niko naongea na bwana Saidi jana, ananiambia nasikia wana huko nalilia, unasema mixer itakutoboa masikio, utakiwa kufa na mixer wakati M23 haijakufikia. Hii itabomoa nani masikio, itabomoka. Kwa nilikuwa nazungumzia kwamba makanika yeye kwa upande mmoja alikuwa yuko na misingi yake, na ile yote kutaka kuchukua utawala kwamba Wanyamulenge waweze kujitawala, wasidepende na M23 kwa upande wa guvernora ya Bukavu, kisa kuendelea na batu Bukavu. So bilileta mkanganyiko, na ndio maana bakamua huko unakuta Banyamulenge ba refugee Rwanda, Banyamulenge biko wana sema kwamba ni FRDC na wazalendo ndio wenye balimua nani makanika, kitu ambacho sio. Makanika kuliwa na FRDC, aliuliwa na Baruande RDF. Ndio mkuu mnajua hivyo, kama mmoja mnakumbuka bainyora sana, bakiwacha kitu mkichwa ndio hicho tu wa mwazagi mara mbili, aseme mnana refreshiri na mwemko watu mtumia krizenu mewapi. No, kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo serikali ya Marekani inataka Kongo iweze kufanya, na Kongo endapo itakubaliana na hivyo, basi Kongo itapata ulinzi wa kudumu. Itapata ulinzi wa milele na milele. Amina. Sasa je, wakongomani tuko tayari Kongo iende Urusi ama iende Marekani? Na tunajua jinsi rais wetu naye hana position. Hana position. So na kitu kingine kinaweza kusema ni hivi. Hii kitu ni bora nikizungumzie mapema. Kwa dalili ambayo iko inaonekana watu wa UDPS wako wanataka kuleta michezo tena ile ya PPRD. Constitution inatuambia president iko na manda yake moya renouvelable une fois. Alikuwa eli na akakuwa reeli. Iko na 10 ans ya kutumika, sawa, na aondoke. Hata kama siku ya election inakaribia kufika na vita iko sanse kuondoka, kuacha inchi mwingine apite pale. Lakini dalili zenye mko anaanza mko anaanza leta ni kama za kutaka kumfanya Felix akuwe sasa mfalme wa Kongo, aendelee kutawala. Kila mtu huko atamgeuka. Tufuate katiba jinsi inatuambia tutembee. Sawa bwana? Mkitaka kuleta vita nyingine tena yenye mtashindwa UDPS, ni hii kutaka kumweternize Felix ku pouvoir. Felix ni president wetu ndio, lakini faiblesse zake zenye iko nazo hazita permettre aendelee kukaa ku pouvoir. Hata kama vita tutaimaliza mfaso yote ile, venons voir batu wangapi wenye balikufa
Watu wangapi wenye walipoteza makazi yao? Watu wangapi wenye walikimbia makazi yao, walipoteza ndugu, mali, kila kitu? Kwa hiyo tuache michezo ya hivi. Hii michezo ya hivi tuiache. Maandaa inaisha, mtu anatoka, mwingine anaingia. Kama mnataka kufanya hivyo, tufanye referendum, tuchange constitution. Tuchange ile fasi ya maandaa ya 5. Sote tuongeze ama tuache tu vide pale rais hakuna kugombea. Oui, c'est normal. Mais avec constitution ya iko, il faut tuibadilishe. Ndio tujue gisi tutademare. Si tuko pays démocrate. Na kama tuko pays démocrate, il faut tu respecter constitution, tufate demokrasia gisi natombi. Tunapenda kuwa libre, kuwa huru kuongea, kutembea kote unajisikia, c'est ça la RDC. Mais hivi nyinyi mnataka créer problème na ba Congolais. Na hii problème na ba Congolais nyinyi mnatafuta, mnataka kuangusha IDPS. Hiki chama mtafanya kifutikane, kipotee, sagisi PPRD inapotea sasa hivi. Juu ya kushindwa kuwa na akili. Mimi sio kama Congolais nani yako iko na akili gani? Basomi bazima wanakuta iko na akili moja ya kipumbavu. Eske Felix Tshisekedi ndio rais wa Kongo sasa? Eske rais tu ni yeye peke Felix ndio iko na akili Kongo sasa? Hakuna mwingine ama mwide pesa hakuna mwingine. Sasa kwa hiyo ndugu zangu, so asante sana. Asante sana, tunashukuru. Tunashukuru sana kuona kwamba tuko wote kwa pamoja na kuendelea kushirikiana ili tupate mixeri nyingine. Hiyo ni lazima kabisa. Tunashukuru kwa wote ambao wameweza kujimanifeste. Wameweza kujitolea na kuahidi kwamba watachangia juu ya kuweza kununua hiyo mixer. Na wakati tunaipata pia tutakuja kuzungumzia hilo swala hapa. So big up kwa wote. Na kuendelea kwa pamoja na Baraka One TV, kushare, kusubscribe B1 TV pia channel 2 ili kuwa unapata matukio yote ambayo yako yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose pia kujiunga na members wa B1 TV. Kama ninavyosema, tuna members ya quality 2, kuna ile ya $15 kwa mwezi na $10 kwa mwezi. Pia unajiunga kupitia channel ya B1 TV members. Pale tayari tuko na wamoja ambao wamekwisha kujiunga pale. Kwa hiyo ni hivyo ndugu zangu, tembelea B1 TV ili uweze kuwa unaipata taarifa kwa wakati sahihi na zinakuwa ni za uhakika na zenye kujenga. Na usahau pia kwamba operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, tunakwenda kuikamilisha hivi, tunaenda kuianza hivi karibuni. Kwa hiyo kama bado hujashiriki, fanya hivyo, shirikiana na sisi, ungana na sisi, namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako, na tuweze kusonga mbele zaidi. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tukutanane wakati mwingine.